Leo ni tarehe 9 mwezi wa 3 mwaka 2025. Mara baada ya mbilinge mshike wa juma zima ambalo lilikuwa la moto kwa ajili ya dabi ya Kariakoo tarehe 8. Tumeona mapicha mengi sana katika uwanja wa Benjamin Mkapa siku ya jana. Tumeziona taarifa katika upande wa timu zote mbili, lakini kubwa hasa ile iliyotoka TFF kwa bodi ya ligi. Lakini tumeiona taarifa pia ya mjumbe kamati ya uendeshaji na usimamizi wa michezo akijiuzuru kutoka kwenye nafasi yake. Asubuhi ya leo mimi nimeamka na Mandala hapa kupiga naye story 2-3 kufuatia yale ambayo ameyaona, ameyashuhudia kwa macho yake yametokea katika dabi ya Kariakoo. Hali yako iko vipi Mandala? Mimi niko vizuri, niko salama. Fresh kabisa. Nimeamka vizuri. Bazuka salama. Tarehe 9 leo hii. Ndugu zetu walipeleka timu uwanjani pale. Sasa sijajua alishinda au amefungwa au amesale, hata sijui. Walipiga warm up tu kaka. Kuna muda tu kujifunza, tuacheni utoto. Unajua hapa Tanzania ukoli usiofichika, vilabu vikubwa ni viwili, Simba na Yanga. Na inawezekana sio Tanzania tu, Afrika Mashariki ndio vilabu vikubwa vyenye nguvu kubwa. Na hivi vilabu vinajaribu kujiona kwamba wao wana uwezo kufanya chochote kwenye mpira wetu. Hasa kuna vilabu hivi viwili, Simba na Yanga, yani wana uwezo kufanya chochote kwenye mpira wetu, na wanajiona wao ndio wanajiona wao wana haki kuliko mamlaka, wana haki kuliko vilabu vingine vyovyote. Na ndio maana uliona Yanga alitoa taarifa yao kwa umma, Simba alitoa taarifa kwa umma usiku, na bodi ya ligi pia ilitoa taarifa kwa umma mchana, si ndio? Unajua mimi nirudi katika upande wangu wa timu yangu Simba Sports kidogo. Inawezekana kweli Simba tulifanya kosa kuto kupeleka timu. Lakini tafsiri mimi ninavyotafsiri viongozi, Simba amejaribu kukomesha mazoea. Inawezekana au kweli ipo wazi kwamba Simba kupana sababu ya kuto kupeleka timu. Lakini walichofanya viongozi wa Simba kukomesha mazoea kwenye ligi kuu. Yaani wamezoewa sana. Yaani mazoea kwamba kuna ule kujenga mchezo wa dabi ni mchezo special. Mchezo wa dabi mchezo special. Kwamba kuna baadhi ya vitu vivunjwe kwa ajili ya dabi. Lakini kikanuni Simba anaruhusiwa kweli kwenda kufanya mazoezi au nakosea? Kanuni namba 17 inampa haki timu mgeni kufanya mazoezi. Alofunga geti nani Simba isiende kufanya mazoezi? Mabouncer wa Yanga. Sio mabouncer. Walofunga geti ni meneja wa uwanja. Kwa sababu mabouncer Yanga alikuwa nje. Wanaelewa vizuri, ndio mazoea ambao Simba hawakutaka kwa yani. Sasa meneja alianza kwa kudai hana taarifa. Kwa nini sio na taarifa? Kwani kanuni za vifungu vya mpira uvijui? Anavifahamu. Kwa nini ufunge geti? Yaani kuna vitu tuache kulea. Yaani upewe taarifa iweje? Kwani hujui kwamba Simba watakiwa kafanya? Yaani wewe haya tufanye. Yeye angefunga geti kwamba hana taarifa, Simba hajapigia simu kwamba Simba sije kucheza mechi. Wangefunga mechi geti tarehe 8. Hapana. Ndio mazoea hayo sasa. Wewe unasema kupewa taarifa, tuache sasa mazoezi. Tufanye yeye angefunga geti tarehe 8 kwamba hana taarifa, Simba na Yanga hajatupigia simu kwamba wanakuja kucheza mechi. Mechi inajulikana tarehe 8. Au haijulikani? Inajulikana. Kwa na sheria pia inajulikana kwamba Simba atakuwa kufanya nini? Mazoezi. Au haijulikani? Inajulikana. Kwa nini ufunge geti? Swali la msingi hilo. Kwa nini ufunge geti? Sababu eti Simba hajatupigia simu. Hujui kama vifungu vya sheria vinaruhusu Simba akafanye mazoezi. Na ndio maana Simba amekwenda na basi lao kwenda kufanya mazoezi, na sio hiyo tu, mechi ya kwenye Mandala kwenye ule mkeka ambao wameutoa TFF kutoka bodi ya ligi, umeelekeza pale kwamba hawakupata taarifa ya Simba kwenda kufanya mazoezi, kwa maana ya kwamba meneja yupo salama katika eneo lake. Ndio maana nauliza swali. Kanuni inasema kwamba Simba au timu ngeni, tuache Simba, inatakiwa ikafanya nini? Muda husika wa mechi, siku moja nyuma. Si ndio? Mimi nimepigia vizuri tu. Kunahitaji upewe taarifa. Au kanuni inasema kwamba Simba na Yanga inatakiwa ikacheze tarehe 8. Utafunga geti kisa hujapigiwa simu na Yanga na Simba? Wakati si tayari kwamba mechi ipo. Kama mechi imeandaliwa tarehe 8, kwa hiyo kanuni zake zitakuwa zote zifanye nini? Zifuatwe. Na ndio maana kuna kuandaa. Kuna mtu asojua tarehe 8 kuna mechi. Kuna mtu asojua Simba anahitajika akafanya mazoezi siku moja nyuma kabla. Inajulikana. Kwa nini ufunge geti? Hayo ndio mazoea sasa.
Hapo muelewe viongozi wa Simba. Hayo ndio nini? Mazoea. Na Simba sisi ni wakubwa, tupo kwa ajili ya kurekebisha mpira. Kuanzia kupiga msasa vilabu vidogo hivi Simba, Yanga, sio Azam, Kagera, vilabu vidogo pamoja na TFF yao. Tunajua wazi kwamba hakutakiwa sisi tususie game. Ila tutajirekebisha vipi, lazima action ichukuliwe. Kuanzia sasa hivi ili fundisho lilotokea bila kujali gharama za watu. Hamna kujali gharama za mtu. Wewe hebu nikuulize kitu bwana Jefu, usijizime bwana. Unapotaka maendeleo lazima kuna watu waumie. Ngoja nichukue mfano rahisi. Uliona barabara hii ya Mbezi ya Morogoro Road? Umeona zile barabara 4? Kuna watu mle wameumia, lakini yale maendeleo. Kwa hiyo wewe kupoteza milioni yako kutoka mkoani kuja Tanzania, kuja Dar es Salaam kuangalia mechi afu jiangalia mechi, sio swala kulalamika. Angalia klabu yako inataka nini au kitu gani kinapitia. Kuna vitu vingi vya kijinga vinafanyika hapa, Simba inaangalia tu Jefu. Tuacheni jamani, sometimes nyinyi vyombo vya habari tuacheni kufumbafumbia macho. Simba imekuwa yatima sasa. Sio yani kuangalia kuna klabu hapa hivi, turudi kidogo deep tuone. Hivi ushaikuona Simba anapigia kelele SportPesa kudhamini timu nyingine? Kwa nini wapigie kelele GSM kudhamini vilabu vingi? Unajua sababu? Kwa sababu GSM yuko basic na Young Africans. Na ndio maana haribu GSM akisimama, uwezi kumkuta kuambia na Mungu bingwa japo anaidhamini. Akiata kwambia neno moja tu, Yanga bingwa. Unanielewa vizuri? Ndio tafsiri sahihi ya Simba kupigia kelele kudhamini vilabu vingine, kwamba yeye anapitia migongo hivyo vilabu vingine ili Yanga awe bingwa kwa kudhamini. Na ndio maana Simba anapiga kelele, baki na klabu yako. Wewe unahisi Mo anashinda kudhamini vilabu vingine kwa utajiri aliokuwa nao? Anasema inawezekana. Mo ndio tajiri namba 1 Tanzania, sio GSM. GSM po 10 yuko chini. Yaani Mo ana uwezo kudhamini hata ligi yote. Lakini ushaikuona anafanya hivyo? Kama ujui, Mo kabla ya kudhamini sikuwa kuingiza miguu yote Simba Sports, kuna klabu kwa anadhamini. Nadanganya. Sahihi. Baada ya kuchukua Simba ile klabu kuiacha. Kwa nini? Kuogopa kuonekana, kutengeneza mazingira ya kutafuta pointi. Na ndio maana ni yule ni mtu wa mpira. Na ndio maana huu tumbo unaofanyika sijui vinajeka watu visiasa. Yeye ana kazi tu kuchukua timu kudhamini. Ndio moja sababu Simba kugomea ile mechi. Na sio kugomea mechi, kama hujui nakupa taarifa za ndani. Msimu ujao Simba sema kudhamini timu zaidi ya 3, Simba ishiriki ligi kuu. Kama hujui. Tunataka tupige msasa. Yaani wewe unaungana na Magori kwamba sipochukuliwa hatua amchezi ligi. Wewe unasemaje? Kirahisi hivyo kaka. Sikiliza. Sisi majiant kutoka Afrika sio Tanzania. Tanzania labda giant ndio Simba na Yanga. Ila kafu mtacheza vipi? Sikiliza basi. Lazima sisi tuchukue jukumu la kurekebisha utumbo wote unaofanyika kwenye ligi. Kwa hiyo ukiona mtu anatumia mdomo, marekebisho yafanyike, lazima uchukue nini? Action. Hata wewe kwako. Unapongea na mwanao kila siku afanye anavyotaka wewe, atakuwa fanya nini? Uchukue fimbo. Ili tukio lilotokea jana Simba ije kumtokea Mwanza. Ile mechi na Pamba. Jibu swali. Hili tukio la kuzuia Simba kufanya mazoezi halijatokea kule Mwanza. Mwanza alifanya mazoezi. Alikutokea jaribio la kuletea fujo. Sitafsiri kama ni fujo kwa sababu wao walizungumza. Tafsiri kama ni fujo. Simba alienda kufanya mazoezi Mwanza. Kwa muda ule rafiki ambao muda unatakiwa Simba akafanya mazoezi. Kulitokea vurugu kubwa, Simba anazuiliwa kwenda kufanya mazoezi. Ugomvi mpaka viongozi wa Simba wakamatwa wakatoka kwenye defender. Mazoezi walifanya ila walifanya baadaye, lakini ni yeye bwana Jeff. Mazoezi alikuwa amefanyika ila baada ya hapo ndo mambo hayo yakatokea. Kumbe Jeff kuelewa wewe. Simba ile vurumai iliyotokea Simba kwenda kufanya mazoezi. Ndio vurumai yote iliyotokea lile mpaka viongozi wa Simba wakakamatwa. Kuingizwa ndani. Simba kaleta ugomvi, kwa nini mtuzuie? Ndio ugomvi ukatokea. Kwa hiyo sasa sio mara moja si Simba kufanywa hivi. Simba ni taasisi kubwa, ya kwanza wamevumilia. Acha hiyo. Mimi hapa Mandala naongea mbele, mimi shabiki wa timu gani? Simba Sports. Nina haki kuingia uwanjani, sina haki? Unayo haki kuingia. Nina haki kwenda kuangalia mechi yote, sina haki? Unayo haki. Hujafungiwa kaka. Nisikilize bwana, nilikata tiketi sikukata. KMC. Ulikata. Nilienda uwanjani wakunitoa mimi. Mechi na Yanga na Prison. Uliwafanya nini? Sio nafanya nini? Mimi nilienda uwanjani, nimekata tiketi na nimetoa tiketi yangu, nimeingia uwanjani. Mimi shabiki wa Simba Sports Club. Nakaa nafuatwa na mabausa wa Yanga. Hao mabausa, angalia. Ni mabausa hao. Hao.
Yanga hao walinifuata wakaniambia unaitwa na mgeni wako nje. Nafika nje wananiambia utaki kuangalia mechi za Yanga na huko nimekata tiketi. Kumbe walikutoa kiakili. Je, mimi ningeenda bodi ya ligi au kushtaki, wafikiri Yanga angechukuliwa jukumu gani? Hatua gani? Haki yangu mimi hapa. Lakini tukasema kuchukua hatua. Ndio hivyo, ndio maana sasa ndio tunakuja huko kwamba kuna vitu vya kijinga vinafanyika. Mo anafanywa interview mbele ya media. Hakuna steward alomlinda kama kaenda kampiga kofi mbele ya media. Mbata mmoja mzito. Uliona ndio utumbo wenyewe ule ambao watu wanaopinga. Ndio hatua hii sasa. Sikiliza. Hatua ya kuzungumza kwenye vyombo vya habari. Nisikilize Jefu. Sisi ni wadogo, sisi ni mashabiki. Sisi tukaenda kushtaki tutajenga uhasama, tutakuja kutekwa hizi za Simba na Yanga tutatekwa. Mimi leo nisikilize, mtaa hamna juu ya sheria. Nakuuliza tu kitu cha kawaida. Sasa mimi nimeenda kushtaki. Yanga imepigwa lungu milioni 200 kwa kumtoa shabiki. Mimi najiweka maisha yangu sehemu gani? Shabiki tu wa kawaida. Kwa nini uogope na kati nchi yetu ni nchi ya amani? Najua wewe na mimi tunajua, ndio maana kuuliza mimi ningekaa maisha gani? Au Dr. Mwanga kaenda kushtaki kwa ile tukio, Yanga angepigwa lungu kubwa. Dr. Mwanga angejiweka maisha gani? Na ndio maana viongozi wa Simba tunasema nidhamu ingekuwepo, kumbe uoga ndio chanzo. Na ndio maana nidhamu imefanyika jana ile. Yaani ile imeunganisha, nimekuchanganyulia matukio. Yaani yale yameunganishwa matukio yote ya kiujumla. Kwenda kuwasilisha na kusimama neno moja. Kwa sababu vitendo vinazidi kukithiri ambao vinafanana hao masteward wa Yanga. Unanielewa vizuri? Na ndio maana uongozi wa Simba ukasimama kwa kujumlisha matukio yote yaliyofanyika kuanzia kwa mashabiki pamoja na timu yao. Kwa hili lote ambalo limetokea ni kuitafuta heshima ambayo mnyama anadhani kwamba ameikosa. Sio kuitafuta heshima, kurekebisha baadhi ya vitu kwenye ligi vifanyike kiusawa. Tunajua kwamba Simba kupaswa kugomea mechi. Lakini kawaida ya mpira wetu sisi Tanzania, ukiacha tu kawaida iende, watu achukuliwi nini? Nidhamu. Na ndio maana ukisoma barua ya Simba imesema hatuchezi mechi mpaka waliohusika kutuzuia sisi wachukuliwe nini? Hatua. Kwa hiyo bodi ya ligi na TFF wangetaka mechi jana ichezwe, kwa kuwa Simba shatoa maelekezo yao wanataka wafanye nini? Wangeenda, kwani wanajua wanakosekana kupatikana wale. Jana usiku ule wangepatikana na angetolewa hukumu saa 6 Simba angepewa taarifa. Leteni mechi, watu wenu waliohusika hapa tunao katika mikono, tunachukulia hatua 1 2 3. Kachezeni mechi. Si ndio barua ya Simba inavyosema? Sasa kama mnatambua kwamba mmevunja utaratibu, amuoni kwamba mmejitafutia adhabu isiyokuwa na msingi? Kuvunja kwamba kanuni inawataka muwepo uwanjani. Hamjafika uwanjani. Kwa maana ya kwamba mnataka mambo yawe sawa. Amuoni na nyie mmekuwa sehemu ya kuvunja kanuni ambazo zimewekwa na mamlaka husika inayosimamia mpira. Na ndio maana bodi ya ligi wakachanganywa, wakafikiria na kutoa taarifa ya kughairisha mechi. Kwa sababu Simba sio wajinga kukataa kupeleka timu tu, japo kifungu cha sheria kinawataka wapeleke nini? Timu. Simba ana uwezo wa kwenda kafu au kasi, ile mechi ikafuatiliwa, vitukio vyote vikatokea tukauathiri mpira wetu sisi. Ni kitu kibaya. Kitu kibaya kwenye mpira kuingilia vyombo vya dola. Nakupa kodi hiyo, kitu kibaya. Vyombo vya mpira, vyombo vya dola kuingilia kwenye mpira. Unanielewa vizuri? Kwa hiyo TFF na bodi ya ligi kuirisha mechi sio wajinga, walianalyze barua ya Simba na kuangalia madhaifu yalikuwepo wapi na kutumia uungwana kugairisha mechi. Jeff. Hiyo nakupa Jeff ndio wangu. Wewe unavyoona ni kwamba haki imetendeka. Haki, wana Simba wanatafuta haki ya mpira Tanzania.